Embu katika huu mjadala wa haki na amani, tuzungumze malipo ya wabunge Tanzania. Kwa mujibu wa kanuni za bunge za Tanzania, kuna vikao sio chini ya 72 kwa mwaka vya bunge. Kwenye kila kikao ambacho mbunge wa Tanzania anahudhuria, analipwa per diem zaidi ya shilingi 300,000. Hiyo ni kwa siku moja. Analipwa sitting allowance zaidi ya shilingi 300,000. Hiyo ni kwa siku moja. Ukichukua sitting allowance 300,000 ukajumlisha per diem 300,000 ni 600,000 kwa siku moja. Ukizidisha mara 72 ambao ndio vikao vya bunge kwa mwaka, utakuta kwamba mbunge analipwa sio chini ya milioni 43 kwa mwaka, sitting allowance na per diem. Hapo hujamaliza. Mbunge huyu kila mwezi analipwa milioni 16.5 kuendelea. Ukichukua milioni 16 plus ukazidisha mara miezi 12, unapata sio chini ya milioni 190 na. Kwa hiyo chukua ile milioni 43 jumlisha milioni 190 na, utakuta kwamba kwa mwaka mmoja per diem, sitting allowance na mshahara, mbunge wa Tanzania analipwa karibu milioni 250. Hatujamaliza. Kuna kitu kingine kinaitwa basic allowance. Sawa? Ambao wabunge wote wanapewa, ni lump sum, wanapewa yote kwa pamoja. Wote wanapoingia tu pale bungeni. Kwa mwaka ni zaidi ya milioni 100. Ilikuwa milioni 94 nadhani mwaka 2022. Ni zaidi ya milioni 100. Kwa hiyo kwenye ile milioni 250 jumlisha milioni 100 ni milioni 350. Sawa? Haujamaliza. Analipwa pesa inayoitwa pesa ya jimbo. Ilikuwa ni milioni 50 na nadhani sasa hivi imeshakaribia milioni 100 sijui. Sawa? Ambayo ni ya kwake. Anapewa mafuta nasikia lita 500 kwa wiki. Huyu mbunge akitaka kusafiri kwenda jimboni analipwa na bunge. Hapo hatujaweka pesa ya vikao vya kamati. Nako analipwa tena. Huyu mbunge ana bima ya afya premium. Ana pesa sijui ya ofisi, ana vikorokoro kibao. Kwa wastani mbunge, kila mbunge wa Tanzania analipwa sio chini ya milioni 500 kwa mwaka. Hapo hujaingiza madilidili mengine. Hizo ni pesa ambazo ni maslahi yake tu yaliyowekwa kwenye sheria. Milioni 500 plus kwa mwaka huu.